Na mtazamaji wa Akida Online TV, karibu sana kwa tarehe hii 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu kwa ajili ya habari za kimataifa ambazo tutakuja kuziangazia kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Peter Ngereza. Karibu sana kwa ambaye ndo kwa mara ya kwanza kabisa unafungulia chaneli yako hii pendwa, ambapo endelea kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Moja kati ya habari tuko nazo kwa siku hii ya leo ni habari ambayo inahusu nchi ya Marekani, ambapo tunajuzwa kwamba huko Marekani kwamba wameshambulia makao makuu ya IRGC. Pamoja na taarifa hizo na taarifa nyingine nyingi tu, ungana nasi hadi tamati. Habari yetu ya kwanza inasema jeshi la Marekani linasema limeyashambulia makao makuu ya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC, ikiwemo vituo vya uongozi wa kijeshi pamoja na mitambo ya drone. Kamandi ya jeshi la Marekani CENTCOM limesema mashambulizi hayo ya siku ya Alhamis yalidumu kwa masaa mawili baada ya Iran kufyatua makombora dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati. Taarifa ya CENTCOM imeeleza kuwa makombora yote yalidunguliwa. Hivi karibuni vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko nchini Jordan vimekuwa vikilengwa na Iran. Kulingana na CENTCOM, mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kupunguza zaidi vitisho vinavyotolewa na Iran na makundi mengine ya washirika dhidi ya vikosi vya Marekani, usafirishaji wa meli za kibiashara na nchi jirani za Ghuba. Lakini ndani ya sakata hilo tunajuzwa kwamba watu watatu wameuawa huko Kashim. Shirika la habari la Iran IRNA lenyewe limeripoti kuwa watu watatu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulizi la Marekani kwenye kisiwa cha Kashem ambacho kipo karibu kabisa na pwani ya Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Pakistan imethibitisha Alhamis kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado yanaendelea licha ya kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Aidha, mazungumzo kati ya pande hizo husika bado yanaendelea. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamis, Adrabi amesema Pakistan, ambayo inasimamia juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran, imeazimia pande hizo hasimu kujizuia kwa kiwango cha juu kabisa na kutekeleza kikamilifu ahadi yao ya kurejesha kwenye mazungumzo ngazi za kiufundi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa Islamabad. Nalo jeshi la Jordan limesema Alhamis kuwa limezuia jaribio la mashambulizi ya Iran dhidi ya taifa hilo la kifalme. Aidha, shirika la habari la Jordan Petra lenyewe limeripoti kuwa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga imeadungua makombora matano yaliyofyatuliwa kutoka Iran mapema Alhamis asubuhi. Lakini pia upande wa Misri nao inasemekana mashambulizi yameendelea. Hayo yamefanyika saa chache baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuwa limekamilisha awamu kubwa ya mashambulizi dhidi ya Iran katika kujibu shambulizi la awali la makombora ya Iran dhidi ya kambi ya jeshi la Marekani nchini Jordan. Nchini Misri, droni moja imeshambulia meli ya kuhifadhi gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani katika bandari ya Damietta iliyopo kwenye bahari ya Mediterania. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa tathmini ya awali iliyotolewa Jumatano na kampuni ya Uingereza ya usalama wa baharini ya Ambrey. Aniki muuza viungo vya chakula vya kila aina, pia viungo nyama na viungo vya mchuzi, juisi na kadhalika. Pia dawa za meno tiba kama vile Vigo Doctor na kadhalika. Wanapatikana soko kuu la mjini Korogwe. Kwa mawasiliano zaidi ni 0746846672. WhatsApp ni 0713399537. Kaniki muuza viungo vya chakula.